Jeshi la polisi limepokea taarifa za kuibiwa kwa simu za mkononi 30 ambapo simu 15 zimefanikiwa kupatikana na zinaendelea kufanyiwa utambuzi kwa ajili ya kukabidhiwa kwa wamiliki halali. Kwa upande wa kudhibiti ajali za barabarani, jumla ya madereva na watumiaji wengine wa barabara 25 walikamatwa wakikiuka sheria mbalimbali za usalama barabarani, ikiwemo kuendesha vyombo vya moto bila leseni, kutokuwa na bima, mwendo kasi pamoja na makosa mengine ya usalama barabarani. Wahusika walichukuliwa hatua stahiki kwa mujibu wa sheria. Kwa upande wa mafanikio ya kesi zilizofikishwa mahakamani, washtakiwa mbalimbali walipatikana na hatia na kuhukumiwa kutumikia kifungo tofauti. Kananda Hussein Ali alihukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kusafirisha dawa za kulevya aina ya mirungi, huku pikipiki iliyotumika kutekeleza kosa hilo ikitaifishwa na serikali. Aidha, Abu Sayyid Hamza mwenye umri wa miaka 19, mkazi wa Majengo, alihukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la kubaka. Sebastian Stefan Shemandia mwenye umri wa miaka 45, mkazi wa kijiji cha Bangai, wilaya ya Lushoto, alihukumiwa kifungo cha miaka 5 jela kwa kosa la kuua bila kukusudia. Naye Adinani Ramadhan maarufu Bakari mwenye umri wa miaka 24, mkazi wa Tanganyika, wilaya ya Muheza, alihukumiwa kifungo cha miaka 7 jela baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kuua bila kukusudia. Jeshi la polisi mkoa wa Tanga linawahakikishia wananchi usalama muda wote na linatoa wito kwa wananchi kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu ili waweze kuchukuliwa hatua stahiki za kisheria na kwa wakati. Langu mimi jina naitwa Nasir bin Nasir. Kubwa zaidi endelea kubaki nasi kwa habari na matukio.